Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutaendelea kutoa historia ya kanisa la Mkunazini. Kanisa la Mkunazini lilipata umaarufu mkubwa sana duniani na kufanya watu wa mataifa mbalimbali kufunga safari na kutembelea kanisa hilo kutokana na historia kubwa ya soko la watumwa, ambayo kanisa hilo lilikuwa likifanywa katika sehemu inayoitwa Mkunazini Zanzibar, likiwepo na kanisa hilo la Cathedral Church. Kanisa hilo lilikuwa likifanya ibada ya takatifu. Watumwa walipokuwa wakifika eneo hilo ambalo ni la Mkunazini, ambalo eneo la Mkunazini Zanzibar, pale walipokuwa wakifika walifunga katika mti mkubwa ambao ulikuwa unaitwa ni mkunazi. Huo mti ulikuwa mkubwa, ni si ule tunaoona sasa hivi, ule ulikatwa, ambao mkunazi huo ulikuwa ukifanywa kwa ajili ya mnada ambao walikuwa kinadiwa watu ambao walikuwa ni watumwa. Watu ambao walipokuwa kinadiwa walikuwa wakipigwa mikwaju ambao si mkwaju wa kawaida tunaojua sisi, ni ule mkia wa samaki taa. Samaki taa alikuwa ni akikatwa mkia ule ambao una miba nyuma, walikuwa ndo wanapigwa watu ambao ni watumwa, na ambaye akiwa akilia mtu au mtumwa akilia, yeye ndo anauzwa kwa bei rahisi. Ambaye halii anauzwa kwa bei ya juu kabisa, anakuwa ni bei hali. Kutokana vipi? Kutokana au ndo wanakuwa watenda kazi na wapo imara. Ambaye halii, wale walikuwa hawakuuzwa kwa siku hiyo, walikuwa wanahifadhiwa katika mahandaki ambayo yanapatikana katika eneo hilo la kanisa, ambapo ndio kivutio kikuu kwa watu sasa kuja kutembelea kutoka sehemu mbalimbali kuona mahandaki na hilo kanisa na huo mkunazi na hiyo sehemu ambayo inaitwa Mkunazini Zanzibar. Bila kusahau tutaendelea siku nyingine, nitaishia hapo kwa leo. Sehemu ya 3 itatoka siku nyingine. Usisahau kunifollow, kufuatilia katika YouTube channel yangu na Instagram channel yangu inaitwa Azhar Zanzibar Television, kama unavyoona hapo account. Asante sana, tuungane na Zanzibari wote wa Tanzania na dunia nzima kwa ajili ya kukuza historia yetu ya Zanzibar na Tanzania nzima. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Sanaa, na kuomba usike jambo hilo.